Kwa mara nyingine tena nimshukuru Mungu kwa wema wake na ulinzi wake ambao umeufanya, lakini pia kwa mambo makuu ambayo ametufanyia katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naamini ya kwamba Mungu amesema na sisi kupitia sifa, kupitia maabudu, kupitia maombi tukizungumza naye, lakini pia kupitia mambo mbalimbali. Wakati huu na kwenda kusikia kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakwenda kujifunza kitu kimoja ambacho nimewiwa tukiseme leo, tuweze kujifunza kwa ufupi. Kwa wale ambao naona vijana wenzangu tuliokuweko masaa jana ni wawili, nimesikia tuendelee kujifunza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nimshukuru Mungu kwa sababu sisi tuko wazuri na bado tunaendelea na somo la mtumishi wa Mungu mchungaji, vita vya kiroho. Tunapokea. Na mimi mwenyewe huwa najisikia vizuri sana na kupokea vizuri, huwa ninamuelewa. Huwa ninamuelewa sana. Sasa leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe kinasema kukaa katika tumaini la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kukaa katika tumaini la Mungu, ambapo tutapata maandiko mbalimbali kutoka katika Biblia, lakini pia katika ujumbe huu tutaona faida za kukaa katika tumaini la Mungu, lakini pia tutaona hasara za kukaa katika tumaini kwa wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kweli tumaini huwa haliwekwi tu kwa mtu tu yeyote. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumaini huwa haliwekwi kwa mtu tu yeyote tu. Tumaini huwa ina mtu maalum, hasa kwa mtu anayekuzidi viwango. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tumaini huwa haliwekwi kwa mtu yeyote, hasa kwa mtu anayekuzidi viwango. Kiwe ni kiwango cha uelewa wa vitu, kiwe ni kiwango cha uelewa kielimu, kiwe ni kiwango cha fedha, lakini pia kiwe kiwango cha aina yoyote. Kama anakuzidi na ukamwamini, watu waga wanaweka tumaini. Hiyo ni kawaida ya wanadamu, lakini ni kawaida ya kwetu sisi sote. Lakini kwa Mkristo aliyemwamini Mungu, huwa inapaswa kuweka tumaini kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu Mungu ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Huwa ni hasara kubwa sana, na hasara hizo tutaziona kwa mtu ambaye anayetegemea na kuweka tumaini lake kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tunasoma katika kitabu cha Ufalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Ufalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 9. Nitasoma katika jina la Bwana. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 3. Anasema, basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kituo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami
kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kituo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza tukingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ujumbe wetu kukaa katika tumaini la nani? La Mungu. Katika Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 mpaka wa 9 tumeona habari za watu 4 wenye ukoma, ambapo pamoja na kwamba waliishi katika mazingira tata. Kipindi cha nyuma, kwa sababu ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa hatarishi, hao watu waliwekwa kwenye maeneo yao, kama jinsi ambavyo kile kipindi cha korona kilipofika, kila aliyekuwa akigundulika ana viambukizi vya korona alikuwa na mahali ambapo alipokuwa anapelekwa karantini. Bwana Yesu apewe sana. Amina sana. Sasa katika Samaria, hao Waisraeli nao waliuchukua ugonjwa wa ukoma kuwa ni ugonjwa hatarishi sana katika maisha ya wanadamu. Ikapelekea kwamba akigundulika mtu mmoja au wawili au zaidi ana viambukizi vya ugonjwa wa ukoma, alikuwa anatengwa mbali na wengine asije akawaambukiza wengine. Bwana Yesu apewe sana. Amina. Katika Samaria walibainika watu 4 waliokuwa na ukoma. Kwa kuwa walibainika watu 4, hao watu 4 walichukuliwa wakapelekwa karantini, wakapelekwa eneo ambalo wasingeweza kupata mawasiliano na hawa watu wengine. Lakini kwa lugha nyingine, hawa watu wenye ukoma walikuwa wanachukuliwa kama watu ambao hawana faida kwa wengine. Walikuwa hawana haki ya kuzungumza jambo la aina yoyote kwa watu na watu wakawaelewa. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Lakini pamoja na kwamba hao watu walikuwa hawana haki ya kuzungumza na watu wakawaelewa, pamoja na kwamba waliwekwa karantini ili wasipate mawasiliano kati ya hao watu wazima na wao, ili wasiweze kuzungumza na kupata neema ya kuwa na karibu na hao watu. Lakini hao watu 4 walikuwa na tumaini lao kwa Mungu wao. Bwana Yesu apewe sana. Amina. Kila mtu waga na Mungu wake. Umeshawahi kujiuliza, mtu mzima mwenye akili timamu ukienda jalalani kula vyakula vya jalalani unaugua minyoo na tumbo, lakini kichaa ambaye ni mwehu anayeshinda jalalani, akienda jalalani anachukua maugali ya juzi, anachukua mamboga ya juzi, anakaa na mvua na mnyeshea, anakula, hadhuriki. Umeshawahi kujiuliza? Lakini ukijiuliza, ukipata jibu inakuja ni kwamba kila mmoja huwa na Mungu wake, si ndio? Amina. Na kila mmoja huwa ana Mungu ambaye anamlinda.
huyu ni kichaa, akili hazitoshi, lakini ana Mungu. Mungu huyo anamwepushia ulinzi, anamwepushia usalama. Siku ya Mungu, siku ambayo Mungu amesema kwamba utakuwa mwisho wake, huyu kichaa ndio huwa anakufa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Huyu kichaa ndio huwa anakufa, kwa sababu kuna wengine wanakuogopa vichaa, anakuwa ni kichaa huwa kwenye mtaa. Anakuwa kudumu kwenye mtaa. Hawezi ukasikia kwamba ameugua malaria, amepeleka hospitalini, sio ametundikiwa drip, hali ya kuwa mazingira anayoyaishi ni hatarishi. Mungu yupo kwa ajili yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hata hao wakoma, kwa namna ambavyo walivyokuwa wametengwa na jamii, kwa namna ambavyo walivyokuwa wamesetwa mbali na jamaa zao, maana walikuwa na wazazi, si ndio? Lakini pia walikuwa na ndugu zao. Hao ndugu zao waliwaweka mbali nao kwa sababu waliwaona kwamba hawana msaada kwao. Kwa kuwa Mungu wao alikuwepo na wakamjua Mungu wao na kumfahamu na kuliweka tumaini kwao, Mungu aliwasaidia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Biblia inasema hapa, inazungumzia habari za hawa wakoma wanne. Njaa iliingia Samaria. Baada ya njaa kuingia Samaria, ni njaa ambayo ilikuwa ni njaa kuu sana, ambapo vyakula ambavyo vilikuwa ni vizuri zaidi viliuzwa kwa bei ya gharama sana. Lakini pia wanasema, tungeendelea kusoma hata huku juu, tungeona hata mavi ya njiwa, sawa, yalinunuliwa kwa pesa. Maana yake walikula hadi mavi ya njiwa. Njaa inapoingia sehemu, huwa haibagui vyakula. Hata kama kiwe ni chakula kichungu au kingekuwa kikali au kinakuwa ni nini, utakuja kusikia uchungu unapokuwa umeshiba. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Sasa njaa ilipoingia Samaria, hao watu nao walipata njaa, na kwa kuwa walikuwa katika eneo ambalo hakuna mawasiliano kwa ndugu zao, na wao humo karantini kwao au kwenye eneo walimokuwa, njaa ikaanza kuwauma. Hao watu wanne wenye ukoma waliotengwa, waliosetwa mbali, nao wakawa na kikao cha kutafuta hitimisho ili waweze kupata msaada, wasife hivi. Sifa sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mijadala na mawazo huja mtu anapokuwa yuko kwenye changamoto. Changamoto ya njaa ilipoingia, hao wanne wakawa na maneno ya kuzungumza. Sisi walitafuta mwenyekiti, si mmoja alianzisha, si nini, wakawa na maneno ya kuzungumza. Jambo la kwanza, mtu mmoja akasema tukisema tutaingia mjini mna njaa tutakufa. Mtu wa kwanza akasema. Baada ya kuwa njaa imeingia, wakaanza kutafakari ili kupata suluhu. Mtu wa kwanza akasema, tukisema tuingie mjini, humo kuna njaa tutakufa. Lakini jambo jingine la pili, mwingine akasema, tukikaa hapa na penyewe tutakufa tu. Sasa tufanye nini? Watatu akasema, haya twende tukawaendee jeshi la Washami. Jeshi la Washami au Washami walikuwa ni watu ambao zilikuwa ni pande, yani hao Waisraeli pamoja na Washami walikuwa ni watu ambao waliokuwa wana ufikina na uadui mkubwa, ambapo wao walikuwa hawatembeleani na kukanyagiana. Na kwa kuwa walikuwa hawatembeleani na wakanyagiani, hao watu waliogopana sana. Huyu mtu akitoka huku kuingia huku alikuwa anapigwa na kuuawa, na mwingine wa huku akitoka huku kuingia huku alikuwa anapigwa na kuuawa. Lakini hao wakoma wanne, baadhi ya mawazo mengine yote kuyazungumza, wakawa wamepata hitimisho moja, wakajenga msingi na kuchukua hatua kwamba tukikaa
tukienda mjini kuna njaa tutakufa, tukikaa hapa tutakufa hivyo hivyo. Hebu mwingine akasema hebu tuende tukawaendee jeshi la Washamu, wakituhifadhi tutaishi, lakini wakituua tutakufa na sisi vile vile. Hao watu wakaenda wakiwa wameendekeza tumaini lao kwa Mungu kwa imani. Kutembea kwa imani, Mungu akawa amewasikia na kaendelea kuwa pamoja nao katika njia ambazo walikuwa wakitembea. Biblia inasema walipokuwa wakitembea wakiwa wakoma vile vile, walipokuwa wakitembea wakiwa na udhaifu wao huo huo, Mungu aliyokuwa wamemtumaini, huyu Mungu, vishindo vyao alivigeuza kwa maadui wao. Yaani vishindo vyao vikageuka, wao wakasikia kama magari na mafarasi yanakuja. Bwana asifiwe. Amina. Wakasikia kama gari na mafarasi yanakuja, basi wakaambiana kwamba tunasikia kama gari na farasi zinakuja, yawezekana ni wale maadui zetu wamekuja na magari, wamekuja na mafarasi, wamejipanga kuja kutupiga, hebu tuende tukimbie. Wakakimbia kwa hofu, wakatokomea kwenda mbali, na kwa kuwa jambo hilo liliwaogopesha, ili kila mmoja aweze kujinusuru, walianza kukimbia bila kujali wamebeba nini na wameacha nini. Kwa mazingira ambayo tuliyoona hapa, yawezekana wengine walikuwa sokoni, wengine walikuwa kwenye maduka, wengine walikuwa mahotelini, wengine walikuwa kwenye maeneo mbalimbali. Walikimbia wakaacha duroza, masuala ya hela na nini yako wazi, wakakimbia wakaondoka. Sasa hawa wakoma walipofika katika maeneo yale, wakakuta ni peupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakakuta ni peupe, halafu unauona wali, unakiona chakula, na kula umetoka kwa sababu ya njaa, na kwa kuwa umekiona chakula, pengine mwingine aliposikia vishindo ndio alikuwa ametenga chakula ili ale vizuri, hajamega hata tonge moja akakimbia. Na mimi nina njaa ya siku karibia 4, 5, 6 sijala, nikifika nianza kufanya nini? Sikula. Amina. Wakafika wakaanza kujihudumia, kula, wakashiba. Baada ya kushiba hao watu wakakumbuka kumbe ni njaa, wakaenda kwenye mahema, wakakusanya kama ni dhahabu, wakaweka pembeni, wakaficha vyakula, wakaweka pembeni, wakaficha. Usiku ule wakachukua kila vitu vingine wakaficha, wakachukua vingine wakavificha. Baada ya kuvificha, hao waine wakakaa, wakaanza kusemezana, kwa nini tunakaa tumenyamaza humu wakati hii ni habari njema? Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Wakati hii ni habari njema, hii habari njema tusisubirie mpaka pakuche. Usiku huu hebu tuende kwa mfalme tukamwambie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hapa mwishoni ukiendelea kusoma, unaona kwa namna ambavyo hawa wakoma waine waliomtumainia Mungu walivyoleta ushindi kwenye Samaria. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Walivyoleta ushindi kwenye Samaria, baada ya kukusanya vile vyakula, wakaenda kwa mfalme, wakifikiri ni wale wakoma. Pengine labda waliwakimbia, wakasema hao nao pengine wamevunja geti la karantini, wamekuja kutuletea shida. Lakini kumbe wao walikuwa na habari njema. Walipoingia kwa mfalme, walipoingia kwenye ikulu ya mfalme, kumbe habari njema mfalme hakuzielewa, lakini kwa sababu ya njaa ilibidi azielewe, na alipozielewa wakaenda wakawa wamechukua vyakula na vitu vingine, wakaleta furaha katika Samaria. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Mtu mmoja anayeishi katika tumaini la kumtumainia Mungu,
ni faida kwa watu ambao wako nyuma yake. Amina. Mtu mmoja anayeishi kwa tumaini la kumtumainia Mungu ni faida katika familia, ni faida katika ukoo, ni faida kwa kijiji, ni faida kwa maeneo ambayo anayoishi na nje ya maeneo anayoishi, hata kama wakimdharau namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Amina sana. Ninataka nikwambie mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie mshirika mwenzangu ya kwamba Mungu anakujua maadamu uishi katika tumaini lake. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Maadamu uishi katika tumaini la kwake, yale mengine yote yeye mwenyewe ndiye atafungua na kunyosha njia. Amina. Usianze kufikiri kwa namna ya kujiokoa. Biblia inasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini hayo mengi Mungu humfanyaje nayo? Humponya nayo. Na kwa kuwa Mungu anamponya nayo, hayo mateso anakuwa amealeta ili kumwandalia mazingira, ili huyu Mkristo anapoyapitia haya ajue namna ya kuendea ule wakati mzuri ambao Mungu amekusudia kwake. Bila kupata mateso hauwezi kukamiliki kikubwa kile kinachokuja mbele yako. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bila kupata mateso, bila kuingia kwenye shida, bila kuingia kwenye umakini wa kumiliki au wa kutunza kitu cha thamani, hauwezi ukaondoka, kwa sababu haujui uchungu wake na kilikotoka. Mungu anafanya vitu kama hivi kwa makusudi. Anakupenda kwa sababu gani? Hata kama ungekuwa na sura ya kukunjamana, nikasema hivyo, inaexia hapa nyingi sana. Utakapokuwa unamwendea, atakuona unamwendea kwa tabasamu kali sana, na wao hataelewa ile mikunjo, wataiona kama tabasamu. Amina. Kwa sababu umeweka tumaini lako kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Hawakuwa wakoma tena kwa sababu walileta habari njema. Hawa watu wachache wanne wakawa wamefanya Samaria ipate neema. Na wewe nyuma yako wako watu wengi ambao Mungu amewaweka akiba ili waje kufanikiwa kupatia mgongo wako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Wako watu ambao Mungu amewaandaa ili waje kufanikiwa kupitia mgongo wa kwako, kupitia imani ya kwako, kupitia maisha yako. Lakini hao watu hawatafika viwango vya juu sana kama wewe usiposimama katika tumaini la Bwana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lazima kukaa katika tumaini la Bwana. Wakoma wangekubali hali ya ukoma, sawa? Wangekubali hali ya ukoma, na kwa sababu wametengwa, wakasema hapa tujikalie, na kwa kuwa alishatutenga, kama wametutenga wa kwetu, wametuweka humu ndani, je, tukienda huko si ndio tumalize, tujifie? Wangekufa kweli. Lakini pia na Samaria wengao huko wangefanyeje? Wangekufa kwa njaa. Kwa ni kosa la jinai sana kukata tamaa, kwa sababu hautakufa peke yako, utakufa na watu walioko nyuma yako. Kuna vitu vingine ambavyo tunapaswa kuvikataa. Kama Mkristo tunapaswa kuvikataa kabisa, kata. Nilikuwa nawaambia vijana jana, nilikuwa nasema kwamba vitu vya kukataa ni maisha ambayo unayoona si mazuri na ambayo unaangalia kihistoria yamekuwa kitendeka katika series ya maisha ya kwenu, unaendelea kuvikubali. Nikatoa mfano kwamba anakuwepo kijana naye anasema
anasimama anatoa ushuhuda, anasema na Bwana Yesu asifiwe, na mshukuru sisi familia yetu imeingizwa kwenye TASAF, kwenye saidia kaya maskini. Kwa sasa hivi tuko vizuri, tunapata saidizi kutoka serikalini. Kijana sawa, na yeye anakubali kwamba tumeingizwa kwenye mfumo wa kaya maskini. Kijana, wanaweza wasaidie sana. Amina. Sijasema kwamba waliomo watoke kwenye mifumo, hapana. Sijakataa, sijasema kwamba watoke. Lakini nilikuwa nazungumza kuna vitu vya kukataa. Wewe unajua kwa nini humo? Kwa nini humo? Kuna zingine ni mikataba ambazo wababu na mababu na mababu na mababu na mababu zake waliifunga kwa ajili ya maagano fulani, wakatoa na sadaka. Walipotoa sadaka wakawa wameweka agano la umasikini, vizazi vyote vitakavyotoka katika viuno vyao. Hiyo ikaendelea huko mpaka ukakuta na wewe. Na wewe ndio maana unaona hali ya kawaida, unaiona ndio unasimama na kufurahia kuingizwa kwenye idadi ya kaya maskini. Kwa sababu hauna uchungu, hauumii, unaona kawaida. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Vitu vingine vya kukataa. Hawa kama waine wangeendelea kufurahi, wangeanza kuogopa, wangeendelea kuanza kuwajiana, wakaanza kukatishana tamaa, wasingekuwa faida hata kwa wengine. Baada ya kupeleka habari njema na wale watu kupewa na wale watu kuchukua chakula na kuihudumia Samaria, hawa watu hawakuendelea kutengwa. Yaonekana walipewa vitengo vya juu pale Samaria ili kusimamia mipango ili iende vizuri, kwa sababu ndio walioleta ushindi na ndio sababu ya ushindi. Kwa hiyo vitu vingine sio vya kukubali. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sio vya kukubali, ni kukataa. Wewe unaangalia kule unakokwenda na nani unayemtumainia, kwa sababu ulikiri kwa kinywa ukaamua kumfuata Yesu, ukaweka tumaini lako kwake. Haya mengine anajua mwenyewe, iwe ni kufa iwe ni kupona, anayejua mengine ni Mungu, kwa sababu wenyewe walipata hitimisho kwamba huku kuna njaa tutakufa, hapa tukikaa tutakufa, tuende huko ni maadui zetu. Sawa, na kwa kuwa ni maadui zetu, sisi tuendeko, wakituua sawa tufe, lakini tuendeko tukafia kwenye vyakula, tutakuwa tumejaribu. Wakaongoza ndio wakaondoka. Kwa hiyo afadhali ufie pazuri, ufile heza. Amina. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ufie pazuri, usije ukajiombea kufia pabaya. Kwenye njaa ufie kwenye njaa, au ufie hapo bila kufanya jitihada yoyote, ufe tu. Kwenda hospitali, Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Kwenda hospitali sio kosa, si ndio? Amina. Huwa tunakwenda hospitali kuonesha walau nia ya kwamba pengine hata nitakapokufa niwe nimeshajaribu sasa na mimi kuonesha harakati za kuokoa uhai. Pengine ule ugonjwa ulikuwa ni wa kuponika, nikienda hospitali nitapona. Sasa mwingine pengine anakuwa anakata tamaa, sema sio wa kupona, mimi ni wa kufa, muniache. Anakuwa na mkali, ninajifia. Unakufa bure, halafu unakufa kibudu. Halafu pia haileti hata mantiki kwa watu ambao watakao kuja kukuangalia hiyo mara ya mwisho. Na hiyo risala inasoma namna gani sasa? Hatujui kilichokuua ni nini na harakati gani umezitumia.
kitu cha chini. Mungu huwa analeta kila kitu size kwa size. Sina uwezo wa kwenda India. Hata unipa ugonjwa wa kupeleka India, ni wa kuishi hapa zahanati ya hapa, na pimwa, nikimaliza napewa mseto, naenda nyumbani. Lakini nenda sasa kwa wale ambao wana viwango vikubwa, matibabu yao milioni 20 India, milioni ngapi India, ni kwa sababu viwango vyao. Hapo ndio tunasikia kwamba Mungu huwa anaachilia kitu kulingana na uwezo wa mtu. Yaani vitu vyote mtu anavipata ni kwa uwezo wake. Kwa hiyo usije ukafa kiasala kwa kujikatia tamaa, maana unaweza ukaonesha namna yoyote ya kutengeneza mazingira ya kujaribu hata kujiokoa. Kwa sababu ukitengeneza mazingira ya kujiokoa, hata kama jitihada zako zitafika mwisho, ila utakuwa umejaribu. Hao watu watengeneza pamoja na kwamba walikuwa wametengwa, lakini watengeneza mazingira na harakati za kutafuta kujiokoa. Hata kwa tunaenda huku na penye hao ni maadui zetu, tuendeko tu, wakitupiga watupige. Wametuimbia, ameshaweka ndio kwa na kwa ameweka ndio, usiweke hapana ukakaa. Tengeneza mazingira ya kujiokoa, kwa sababu aliyeweka ndio ni mkuu kuliko wote walioweka hapana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa faida ya kukaa katika tumaini la Mungu ni Mungu kukutetea bila wewe kusema chochote. Yeye anafungua njia, anakupa maono ya kupeleka pazuri. Halafu anapokuonesha njia pa kupitia, hata kama pao ni pabaya pa namna gani, kuna miba ya namna gani, ile miba huwa anailaza, haikuchomi. Inakuwa imesimama hivi kama kuchoma, lakini ukikanyaga inanepa kama plastiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukiangalia unaona ni mimba kabisa hiyo, nikikanyaga itanichoma na ni mimba mikali. Lakini ukitembea kwa namna ambavyo uliyemtumainia amekupa muongozo, ile mimba ni plastiki, haita kuchoma. Wala usiogope, wala usivunjike moyo. Uliyemtumainia ni mkuu kuliko vitu vyote duniani. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo ni kutumainia Mungu aliyeweka tumaini lake kwa Mungu. Tunamuona kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 20 mpaka 22. Tasoma katika jina la Bwana. Amen. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. 22. Yesu akageuka, akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuwa anasikia habari za Yesu, si ndio? Amina. Alikuwa bado hajamuona. Sasa baada ya kufika Yesu kupita maeneo yale, akaweka mkutano na watu wengi wakaja kumshuhudia. Aliamini na kuliweka tumaini kwa Yesu kwamba kwa ugonjwa nilionao mimi nikigusa nitapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwa habari ya hao watu ambao kutokwa damu, na kusema kutokwa damu, nafikiri kila mmoja anafahamu, si ndio? Hao watu walikuwa wanaitwa, wanapofika kwenye wakati huo walikuwa wanaitwa najisi. Hawawezi kuzungumza na mtu
Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Mpaka miaka 12, maana yake unajisi uliendelea. Ilipokuwa inaanza alikuwa anafikiri kwamba pengine ni hali ya kawaida kama wengine, lakini siku zilipitiliza, ukawa ni mwezi, ikawa ni mwaka, ikawa ni miaka 2 mpaka miaka 12. Kwa muda wa miaka 12 yote alionekana najisi na kuna mtu aliyekanyaga kwake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hakuna mtu aliyekanyaga kwake. Kwa muda wa miaka 12 amekuwa katika majuto, amekuwa katika maumivu, amekuwa katika shida. Sasa ile shida alikuwa anasikia Yesu anaponyaga, anafanya hivi, anafanya hivi. Alipokuwa akisikia habari zake anaziamini, anaendelea kusema ipo siku atakapopita huyo Yesu na mimi nitapona, na mimi nitapona, na mimi nitapona. Sasa akawa ametembea katika maeneo yale, lakini pia na yeye aliposikia habari zake, kwa sababu alizisikia kwamba anaponya, lakini pia